Mimi binafsi ninamfahamu vizuri sana huyu mzee Shegena. Ni mzee ambaye nimekuwa nikimfuatilia kwa muda mrefu tangu nilipofahamu shughuli zake kwamba ni fundi radio. Na hata baada ya hizi network za simu kupatikana kwa mji wetu, aliweza kujihusisha pia na shughuli za utengenezaji simu za mikononi. Lakini sikupata fahamu kwamba alijifunzia wapi. Mimi sikuenda mahali popote kufundishwa sababu hali yangu mimi ni mlemavu. Sasa niende wapi kwenda kufundishwa? Hata kusoma nimesoma kwa vitabu vya kununua nyumbani tu. Nanunua hizo vitabu zile za AEO. Kila moja akija anakufundisha, kila moja akija anakufundisha. Mwishowe nikafanya nini? Nikahitimu hivyo hivyo. Shule zangu mbali zimenikuta nikiwa nafahamu kusoma. Nimemfahamu kwa tangu nikiwa bado kama nilikuwa nasoma secondary school Msumba. Kila ninapokuja likizo, si alikuwa huko chini, nilikuwa namuona amekaa akifanya hiyo kazi. Nimeanza hii kazi mwaka 48 wakati nikiwa mtoto mdogo, mtu ambaye sijui atakwenda wapi, namna tu ya kucheza tu, kujifunza tu. Mwishowe kufikia mwaka 49 mpaka mwaka 50 nikanunua ka radio kanaitwa Kaneki. Ile radio Neki ndio ambayo nilianzia kujifunza. Mimi katika ufundi wangu nimeulisi kutoka kwa kaka yangu ambaye ni mzee Shegena. Hapo kwa mzee Shegena imeshakuwa kama chuo, kwa sababu watu wengi wameshachukulia ufundi pale, kiwemo mimi mwenyewe pamoja na watoto wake pamoja na watu wengi ambao huwa wanakuja kufundishwa pale. Kwa hiyo amenufaisha watu wengi mpaka sasa hivi ni mafundi. Nimeweza kujenga nyumba kwa ajili ya shughuli hizi. Nimeweza kuwa na ng'ombe nyingi kwa ajili ya shughuli hizi. Yaani karibu matunda yote nimeyapata kutokana kwa akili ya mzee Shegena. Ni mlemavu na anatumia wheelchair hata kutoka nyumbani kuja kazini. Lakini cha ajabu zaidi, huyo mzee ameweza kuwa na kipaji kikubwa. Amewahi kuwa na radio station. Naona laini zangu zipo hewani kabisa. Unaweza ukapiga simu na kutuma salamu kwa watu 5 kiwatakia mchana mwema na Shegi FM. Na mimi mwenyewe niko tu toka ndani ya nyumba. Karibuni sana. Mzee alinipa maelekezo jinsi ya kutengeneza radio, naye mwenyewe akanielekeza jinsi ya kufanya kila kitu. Baadaye tulitengeneza, mwongozo wote niliupata kwa mzee. Hii hapa ndio ilikuwa mic. Na hii hapa ilikuwa ni simu ambayo tulikuwa tunatumia kupiga muziki. Hii hapa ilikuwa inatumika kwa ajili ya kubalance sauti. Vile hii simu ndio tulikuwa tunatumia kupokea simu za wasikilizaji waliokuwa wanapiga simu. Mimi ninaifahamu Shegi FM kwa sababu ilikuwa kwanza mtaani kwangu. Ninapoishi mimi ni kama nyumba 5 kufika eneo la ilipokuwepo studio pale. Kwa kweli Shegi FM ilikuwa inatuburudisha sana. Mlemavu wa viungo sio mlemavu, ni mtu kama kawaida tu kama fulani. Sasa wewe ukijifanya mlemavu na mpaka akili utakuwa ni mlemavu, lakini ukijiona kwamba mimi ni mlemavu wa viungo tu lakini uko mtu timamu, unaongoza hata nchi. Kwa nini? Kazi inatokana na akili tu. Sasa unaponiona mimi hapa katika wilaya hii, sehemu zote mimi ukiniuliza utanipata. Fundi wa radio. Mzee Shegena.
ulamela mayo abana babakika timpa jenghala nasizwalile ntazi ana bamukika timpa jenghala nasizwalile ntazi njena mayo abana babukika timpa jenghala nasizwalile ntazi mpaka